Nichukue nafasi hii kwa niaba ya Jumuiya ya Chuo Kikuu cha Dodoma kuishukuru sana serikali yetu kupitia serikali ya mkoa wa Njombe pamoja na mamlaka zote za wilaya, za manispaa, za tarafa, za kata, za kijiji na kitongoji kwa kutukaribisha sisi Chuo Kikuu cha Dodoma hapa kitongoji cha Magema, kijiji cha Ihalula. Tulikuja hapa mwaka jana tukiwa na lengo la kutafuta eneo la kujenga kampasi ya Chuo Kikuu cha Dodoma huku Njombe. Na tulisema wazi tunataka kupata eneo kubwa kwa sababu katika kampasi hii tunategemea kutoa mafunzo ya vitendo zaidi kwa wanafunzi ambao watajiunga na chuo hiki. Na kampasi hii ujenzi wake unafadhiliwa na Tanzania na serikali ya Tanzania, lakini mradi wenyewe unaitwa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Lengo la serikali ni kutaka kuona vijana ambao wanaingia katika vyuo kwa ngazi zote, kuanzia ngazi ya cheti, ngazi ya diploma, ngazi ya shahada, wanatakiwa wajifunze zaidi stadi za kazi ambazo zitawafanya waweze kujiajiri kwa urahisi kuliko kusoma wakiamini kwamba watapata kazi wote serikalini. Hakuna serikali yoyote duniani hapa ambayo imewahi kuajiri watu wote walioingia vyuo vikuu, haipo. Na duniani kote msisitizo sasa hivi kwenye ngazi zote za elimu hadi vyuo vikuu ni kwamba wale wanaosoma wanatakiwa wajue kwa vitendo vile wanavyovisoma, na kwa sehemu kubwa waweze kutengeneza kazi na biashara kwa ajili ya wao wenyewe na watu wengine ambao hawakupata fursa kuingia kwenye vyuo, ili wala waliobaki nyumbani, na sio kwamba wamekosa fursa kwa sababu hawana akili, lakini ni swala la kwamba pia nafasi za vyuo vikuu na vyuo vya kati haziwezi kutosheleza watu wote ambao tuko nao. Kwa hiyo wao kama wawakilishi wa wenzao kutoka kwenye vijiji wanatakiwa waonyeshe kwamba kwenda kwao kwenye chuo kumeleta tofauti kutokana na elimu yao. Kwa hiyo tunashukuru uongozi wa mkoa ulitupa maeneo mawili kwa ajili ya kujenga Chuo Kikuu cha Dodoma kampasi ya Njombe. Kwa kuwa kulikuwa na uharaka wa kujenga kampasi, ilikuwa ni lazima tujenge sehemu ya mjini kwa kuanzia, kwa sababu maji yalikuwa yanapatikana kwa urahisi, umeme na miundombinu ambayo ingewezesha kujenga hiyo kampasi ndani ya muda wa mwaka mmoja. Vinginevyo isingekuwa rahisi. Lakini tuliomba uongozi wa mkoa wa Njombe kwamba kwa sababu tutahitaji kuwa na maeneo ambayo tutakuwa na mashamba darasa katika maeneo ya kilimo cha mazao, ufugaji wa mifugo ya aina mbalimbali, misitu, utunzaji wa mazingira na ufugaji wa samaki huko mbeleni, tungeomba tupate eneo kubwa zaidi. Na bahati nzuri tunashukuru sana kwamba uongozi wa kijiji cha Ihalula pamoja na uongozi wa kitongoji cha Magema umetupa nafasi. Kwa hiyo tunashukuru sana, mmeingia kwenye ramani ya Tanzania kwamba ni watu ambao wanataka watoto wao na vizazi vyao vijavyo viwe ni wataalamu wa kimataifa katika masuala ya kilimo. Hilo ndio tunachotamani. Na utaalamu wa kimataifa haimaanishi lazima uende China au uende Marekani. Utaalamu wa kimataifa ni pale watu wa kutoka China na Marekani watakapokuja hapa. Na lengo ni hilo kwa sababu kwa sasa kusema ukweli mkoa wa Njombe umesifika sana duniani kwa ajili ya kilimo, hasa cha maparachichi, miti na mazao mengine yanayoendana na hayo. Na tunatamani sana kwamba jina hili liendelee hivyo. Tunaishukuru sana serikali. Huu ni uwekezaji mkubwa ndani ya serikali. Unaweza usionekane ndani ya mwaka mmoja, lakini miaka mingi ijayo ni uwekezaji mkubwa.
Kwa hiyo sisi kama jumuiya Chuo Kikuu cha Dodoma tunawashukuru sana kwa kutoa nafasi hiyo, na tunashukuru sana kwa kujiunga pamoja na sisi leo, ambayo ni siku ambayo tumekuja ili tuanze na hatua moja ya kuonyesha kwamba kweli tupo, na hatua hiyo imekuwa ni kupanda miti. Tumekuwa na miti zaidi ya 2000 ambayo miche 2000 na zaidi ambayo tunataka kuipanda hapa, na tunashukuru sana kwenye uongozi wa kitongoji kwamba tulipokuja jana kuonyesha nia hiyo, asubuhi watu wameamka hapa wakatusaidia kuchimba mashimo na wamepanda miti mingi. Kwa hiyo sisi tunakuja kumalizia. Na maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sisi na ninyi kimsingi sasa hatuna tofauti. Hatuna tofauti. Kwa sababu mmepanda miti kwa kiwango cha mtu ambaye amesoma degree ya chuo kikuu. Kwa hiyo kimsingi hamna tofauti, kwa sababu kusema ukweli miti yote iliyoko huku sina uhakika kama kuna mtu aliyekwenda kasomea taaluma ya miti ambaye ameipanda, lakini tunaiona miti, tunaziona mbao, tunakiona kila kitu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba na ninyi mna utaalamu. Huwa tunaita indigenous knowledge kwa Kiingereza, sijui kihe chake takuaje au kibena chake takuaje, lakini baadaye tutatafsiri kwa pamoja. Lakini tunachosema ni kwamba uko utaalamu ambao ninyi mmekuwa nao kwa miaka mingi sana, ambapo mmekaa katika maeneo haya, na huo utaalamu hauko vitabuni, uko vichwani mwa watu. Kwa hiyo sisi kama chuo tutaleta aina ya utaalamu ambao unaweza kuwa unapatikana kwenye vitabu, lakini matamanio ni kwamba tuunganishe utaalamu ambao mko nao ninyi na ule wa vitabuni, ili wote tupate kile tunachokitaka. Na tuna imani kwamba katika mashamba darasa yatakayokuja tutawachukua ninyi wote, kina mama waliopo, vijana, watoe utaalamu wao, kwa sababu kwenye chuo watakuja watu ambao wametoka sehemu mbalimbali za nchi na sehemu zingine hawapandi miti. Wengine watakuwa wamezaliwa kwenye magorofa kule Kariakoo na kukulia hapo hapo, lakini watakuja kusoma hapa, kwa sababu aina ya elimu ni kwamba pamoja na kulima, kupanda, kupalilia na kufanya nini, tunatamani kwamba watu wajue kufanya biashara ya mazao haya. Watu wajue labda kwa kutumia mifumo ya kidigitali, simu na nini, kupata masoko kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo na ninyi mjue na wao wajue, wasijue tu kusambaza picha kwenye mtandao, lakini wajue hii picha asilia yake ni nini. Kwa hiyo manake ni kwamba kwa kweli elimu ambayo tunataka kuitoa inatakiwa iakisi aina ya maisha mnayoishi huku, namna mnavyofanya kazi, namna mnavyouza bidhaa, lakini na aina ya mafunzo ambayo mmeyapata miaka mingi, kwa sababu unajua kumekuwa na mabadiliko ya hali ya hewa kwa muda. Kwa hiyo lazima yameleta athari fulani, na ninyi hamjabweteka kwa sababu yameleta athari. Mmefanya shughuli mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunapambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa huo ni ujuzi ambao unaweza kuwa hujaandikwa kwenye karatasi yote, lakini ninyi mnao. Kwa hiyo tuna imani kwamba tutautumia. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kujitokeza leo, na sasa tutakuwa wageni wenu wa mara kwa mara kuanzia sasa na huko kwenda mbele, kwa sababu Jonathan Mgaya. Hili nimelipokea sana kwa shangwe. Nadhani wananchi wa kijiji cha Ihalula tutapata fursa mbalimbali kulingana na elimu itakayotolewa hapa. Tutajifunza na biashara zitaenda mbele na mambo mengine yataenda mbele. Bila elimu hatuwezi kuishi. Lazima tufanye vitu kwa elimu na tuishi vizuri. Sambamba na hilo, nadhani watu wote wataelimika kwa kupita hii na watapata fursa mbalimbali, kiwemo ufugaji, kiwemo kilimo na mambo mengine yanayoendelea na kadhalika. Na kwa pamoja, bega kwa bega, hatutaachana nao. Ni mradi tu watoe taarifa mambo yanayoendelea huko, tutashirikiana pamoja bega kwa bega. Kwa majina naitwa Ezekiel Pius Njawike, afisa mtendaji wa kijiji cha Ihalula. Mimi binafsi kwanza nipongeze kwa uongozi wa chuo au kwa serikali kuendelea kufanya hii kazi, kwa sababu kwa kipindi nilichohamia nina muda wa miaka 2. Nilipofika nilikuwa naona kama kuna hadithi, lakini baada ya muda mfupi nikaona kazi zinazoendelea hapa. Basi nikaendelea kuhamasisha kwamba tayari ninajua chuo kinakuja.
hiyo ninashukuru sana, ninajua hapa kila kitu kitapatikana. Ninaamini kwamba wananchi wangu uchumi utakuwa, ninaamini wananchi wangu watafaidi vingi kutokana na chuo kuwepo hapa. Mimi ni washukuru wageni wetu mlikotoka. Baada ya kupewa taarifa nilikuwa safari kidogo, lakini baada ya kuambiwa kwamba kuna wageni wapo huku, kadiri ya utamaduni wa sisi Wabena, mgeni akifika lazima uende kaungane naye. Nimekuja kuungana na nyinyi wenzangu. Basi baada ya kupata taarifa za muda mrefu kwamba kuna tukio litafanyika eneo letu hili, sisi tulikaa kwa macho na umakini kufurahi kwamba jambo hili likifika, ina maana vizazi vyetu na watoto wetu hawa na wajukuu wangu mimi watafaidika kwenye eneo hili. Ndio maana serikali ya kijiji walipokaa lazima walishirikisha wazee. Wazee wakasema wapeni maeneo watu wafanye maendeleo. Hivyo basi, baada ya hilo mimi mwenyewe kwa moyo wangu wa dhati binafsi nasema nashukuru sana. Naamini sasa ukombozi kwenye kata yetu na pia kwenye eneo letu wa elimu na uwekezaji tutakuwa tumeshalimaliza. Kwa nipende kuwashukuru wote mliokuwepo, pia nimshukuru Mama Samia kwa kuweza kutoa mawazo hayo na kuwatuma watu wake. Niseme asanteni sana. Juu ya kulinda maeneo, nadhani serikali yetu iliyoko madarakani mpaka sasa hivi, kuanzia mwenyekiti wa kitongoji mpaka ofisi ya kijiji, wapo makini sana kulilinda hili eneo. Ndio maana mmekuta kuna rasilimali zimo zingine humo na wataendelea kulinda, na tutaonyesha ushirikiano wote kwa pamoja. Kwa majina anaitwa Mwalimu Rutazika Musa, ni mwalimu katika shule ya msingi Ihalula. Nimefurahi kuungana nanyi katika zoezi hili la upandaji wa miti katika maeneo yetu haya. Lengo kuu na madhumuni ya shughuli hii ni kuweza kulinda ama kutunza mazingira asilia yanayotuzunguka sisi na kulinda rasilimali ambayo itaweza kutusaidia sisi kama kizazi cha sasa, lakini pia kuweza kukilinda kizazi kijacho ambacho kitakuja kutumia rasilimali hii. Ombi kwetu sisi kama watu na wenyeji wa eneo hili, tunaomba tuzilinde rasilimali hizi. Kwa nini tuzilinde rasilimali hizi? Zina umuhimu mkubwa kwetu sisi, lakini pia kutunza bioanuwai ambayo inapatikana katika maeneo haya. Asanteni sana. Jina naitwa Stanislaus Yola Mwalongo. Nategemea kwamba tutakuja kusoma sisi wenyewe. Naitwa Cleopatra Michael Msema. Nashukuru sana kwa tumepata eneo la kupanda miti. Pia natoka nikiwa mkuu wenyewe kama mwalimu. Nije nifundishe wenzangu, pia nije nisome hichi chuo nilichopanda miti.